Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7. Nataka wote tusome 1, 2, 3 kwa sauti kubwa kama maji mengi. 1, 2, 3 everybody. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Mstari wa 8 anasema ni nani mfalme wa utukufu? Alafu anajibu anasema ni Bwana mwenye nguvu hodari wa vita. Nataka ushike hapo. Ni Bwana mwenye nguvu hodari wa vita. Mstari unaofuata anasema inueni vinywa vyenu enyi malango, naam, inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mstari wa 10 anamaliza anasema tena ni nani mfalme wa utukufu? Alafu anasema ni Bwana wa majeshi. Neno hili natamani ulishike, linarudia mara 2. Ni Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Now, nimekuwa nikikufundisha matokeo ya utukufu kwenye mwezi mzima, na leo sasa nitakuwa nikikufundisha sasa matokeo ya utukufu, lakini katika mabano subtitle yangu kutokea kwenye haya maandiko nitakuwa nakufundisha utukufu dhidi ya malango. Glory against, kinyume na ni dhidi, kinyume ni against, ni dhidi. Basi utukufu dhidi ya malango. Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako katika jina la Yesu Kristo. So tumekuwa tukijifunza kwa habari ya utukufu, na kitu kikubwa ambacho tumekuwa tukikisema ni kutokea kwenye theme ambayo Mungu ametupa kutembea nayo kwenye mwaka huu. Tunafahamu ya kwamba huu ni mwaka ambao Mungu ameutaja kwetu ya kwamba ni mwaka wa utukufu. Utakuwa ni mwaka wa utukufu, na ni kitu ambacho ndicho tunachokitarajia. Na katika maombi haya katika mwezi wa kwanza wote yamekuwa ni maombi ambayo yanatuelekeza kupokea kile ambacho Mungu amekisema kwa neno lake kwa habari ya doxa. Na nimefundisha sana juu ya neno hili doxa, ambalo likiwa lina maana kwa Kiswahili utukufu. Na kama pengine haukupata hayo masomo, ninakushauri nenda kwenye podcast zetu ama nenda kwenye YouTube channel ya Pastor Fred, kwenye podcast zetu pia nenda kasikilize, itakupa uelewa wa kitu kikubwa sana. Sasa ukisoma haya maandiko kuna kitu utakiona tena kinarudia, na ni Daudi ndiye ambaye anaandika, na anapoandika anaandika kama unabii. Utaona zaburi hii ni zaburi fulani ambayo inatamkwa kama wimbo, lakini ni kama unabii, zaburi ya Daudi. Sasa nitarudi kwenye hii zaburi baadaye kidogo, lakini tunapoongea kwa habari ya utukufu kuna mambo makubwa mawili niliyokuambia. Nimekwambia hili neno utukufu kwenye tafsiri ya Agano Jipya linatumia neno doxa, na doxa ikiwa na maana nyepesi utukufu, lakini kwenye maana ya ufunuo, deeper meaning, ukienda ndani zaidi, neno hili doxa ni maana yake ni ufunuo wa utukufu wa Mungu, na ufunuo wa utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu. Na ndio maana unaona, niache tu hapo, anaandika kwenye Yohana 1:14 anasema naye neno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu. Maana yake neno alipofunuliwa ndio utukufu katokea. Ukirudi kwenye Agano la Kale, neno utukufu haliandikwi doxa, nimeshakufundisha, linaandikwa kabod. Kwa hiyo ukiona neno utukufu kwenye agano lolote la kale, vitabu vya huku nyuma, maana yake ni kabod. Na hii kabod nikakwambia kwa tafsiri yake ya Kiswahili ni uzito wa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo unaona kwenye agano hili la kale anatuonyesha uzito wa utukufu wa Mungu ambao unakuja na ishara, unakuja na mkono wa nguvu, lakini utukufu unakuja na njia, unakuja na mkono na namna ya utendaji. Sijui kama kuna mtu ananielewa, angesema amen.
Sasa tunapoongea kwa habari ya utukufu, nikakufundisha, tukaenda dipa, tukaangalia vitu vingi kuhusiana na utukufu. Lakini leo natamani ni kuonyeshe utukufu wa Mungu unapothibitika kwenye maisha ya mtu unafanya kitu gani, ili uwe na kitu unachokitarajia kwenye mwaka wa utukufu. Lazima ujue, yani baada ya huu utukufu kudhihirika kwangu, naye neno amefanyika mwili, kwa kadiri neno linavyofunuliwa kwenye maisha yako, linapofanyika kuwa sehemu ya maisha yako, anasema nasi tukauona utukufu, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Maana yake sasa, ikiwa neno limeanza kufanyika mwili kwenye maisha yangu na ninaanza kuona utukufu, ni nini ninachokitegemea baada ya utukufu? Nao matokeo ya utukufu nataka nianze kufundisha hapa sasa. Jambo la kwanza, tunaposema matokeo ya utukufu, jambo la kwanza kabisa, utukufu unawaapisha watu kuinuka, ama unawainua watu kwa ajili ya kuanza kutenda mambo yaliyoko mbele yao. Jambo la kwanza, utukufu unawaapisha watu kuinuka, na neno la kulishika ni kuapisha, kuinuka. Sasa tunapoongea kwa habari ya uapisho, wote tunaelewa ya kwamba uapisho ni tendo official linalofanyika kwa mtu ambaye amepokea nafasi fulani, amepokea position fulani ambayo inabidi aitendee kazi. Sasa ili apokee mamlaka ya kiutendaji kwenye ile nafasi, ni lazima awe ordained, ama aapishwe, atambulishwe. Kwa hiyo kuapishwa ni kutambulishwa kwa watu ambao unatakiwa kuwatumikia juu ya kile unachokifanya. Sasa jambo ambalo linafanyika, utukufu wa Mungu unapokuja juu ya mtu, kama kuna mtu ananielewa seme amen. Kama kuna mtu anaelewa seme amen. Utukufu wa Mungu unapokuja juu ya mtu, jambo linapofanyika, kinachotokea, ule utukufu unakuja kukuapisha kuinuka. Na ndio maana ukiangalia kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza na wa pili, utaona kuna neno analitaja. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza na wa pili, kuna neno analitaja pale. Anaandika, anasema inuka uangaze. Isaya sura ya 60 anasema ondoka uangaze. Tafsiri nzuri zaidi anasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Nao mtu hainuki kwa sababu amesikia kuinuka, anainuka kwa sababu kuna kitu kimemtokea. Na hapa anasema inuka kwa kuwa nuru yako imekuja, alafu anasema hivi, na utukufu wa Bwana umekuzukia. So unaona, kinachomwapisha mtu kuinuka kwenye eneo lolote ambalo anatakiwa kuinuka ni mpaka ule utukufu wa Bwana unapokuwa umemzukia. So anaposema inuka uangaze, hapa anaongea kwenye maeneo mbalimbali ambayo haya maeneo yanaleta kitu fulani kwenye maisha yetu. Anaposema inuka, maana yake inawezekana ukainuka katika utumishi, inawezekana ukainuka katika biashara. Kama kuna mtu ananielewa sema amen. Hebu nyosha mkono juu, sema Bwana Yesu, ufahamu wangu hautafungwa na chochote. Sema tena, Bwana Yesu, ufahamu wangu hautafungwa na chochote. So, I want you to be, nataka uwe soba kunielewa. Kila mtu rudi ibadani katika jina la Yesu. Kuna kitu cha muhimu sana ambacho nakiachilia leo. Ukinikosa pengine unaweza ukamiss kitu fulani ambacho Mungu alikuwa anakifanya katika siku hizi zote. Kwa hiyo I want you to be attentive. Amen. All right. Anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Sasa unaona, watu hawaondoki kwa sababu wanajisikia kuondoka. Ondoka, inuka. Watu hawainuki kwa sababu wanajisikia kuinuka, ila kwa sababu kuna kitu kimetokea. Maana yake anasema kwa kuwa nuru yako imekuja. Nilishakufundisha utukufu wa Bwana unakuja na nuru. Yaani huwezi ukaseparate nuru na utukufu wa nini? Wa Bwana. Kwa hiyo anatueleza kinachotufanya tuinuke ni kwa sababu nuru imekuja. So utukufu wa Bwana unapomzukia mtu ndio unakuwa launching point, asante Roho Mtakatifu, ndio unakuwa sehemu ya kutokea kwenda kule anakoenda. Kwa hiyo so to say, hatutakiwi kuondoka na kuukabili mwaka ikiwa utukufu wa Bwana bado haujazuka kwetu. Hatutakiwi kuondoka na kuanzisha maono chochote. Una maono ya kazi, una maono ya utumishi, una maono ya biashara, ama kitu chochote ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako, hatutakiwi kuinuka na kuanza kupractice lile eneo, isipokuwa ni utukufu wa Bwana ndio ulio to launch out, ndio ulio tuapisha na kutupeleka. Now that is the reason ya kwamba
katika siku 35 tulichokuwa tunakifanya, tulikuwa tunamuomba Mungu ili audhihirishe utukufu wake, utuinue ili tuukabili mwaka na tukafanya yale ambayo Mungu amekusudia tufanye katika mwaka. Kwa hiyo utukufu wa Bwana unapokuja, kitu cha kwanza ukidhihirika, unamuinua mtu, unampeleka kwenye lengo husika. Na mimi katika jina la Yesu ninakuombea utukufu wa Bwana utakuinua na kukupeleka kwenye lengo husika la maisha yako katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo. Kama unanielewa sema amen. Kwa unaona anasema ondoka uangaze, ama inuka uangaze, kwa kuwa utukufu wa Bwana, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu umekuzukia. Na hii ndio sababu utaona Musa anajua anakotakiwa kwenda. Amewatoa wana wa Israeli Misri, anaenda nao nchi ya ahadi, lakini anafika mahali anakwama, alafu anamwambia Mungu, uso wako usipoenda pamoja nami, usinitoe mahali hapa. Akiwa anamaanisha hivi, utukufu wako usipokwenda pamoja nami. Maana yake Musa anajua, ninajua ninakokwenda, ninajua ninachotakiwa kukifanya, lakini ninajua mamlaka itakayoniwezesha kufanya. Kujua unachotakiwa kufanya ni jambo moja. Kujua unajua nani hajijui kuhusu yeye hapa? Tukisema tutoe maiki hapa tuanze kuuliza watu, haya tuambie wewe una maono gani katika mwaka huu? Kuna watu hapa katika mwaka huu wanataka hii dunia ihamie basi, yani iende mwezini. Wanayo hayo maono and they know about themselves. Yani wanajijua, yani kuna watu, kuna vitu wanavyo, lakini kujua unatakiwa kufanya nini ama kuwa na maono ya unachotakiwa kufanya, siko kuapishwa, siko kunakokupa matokeo, lakini unapokuwa ordained. Na ndio maana unaona hata tunapochagua viongozi hawaanzi kazi mpaka wameapishwa. Sasa katika ulimwengu wa roho, kinachowainua watu na kuwaapisha ni nini? Ni utukufu wa Bwana ulioko juu yao. Na ule utukufu wa Bwana ndio huo unaanza kumtuma mtu na nguvu, unaanza kumtuma mtu na neema, unaanza kumtuma mtu na matokeo ya kimungu katika jina la Yesu. Na mimi ninaomba katika siku hizi Bwana kuinua na utukufu wake, na utakwenda kukifanya hicho unachotaka kukifanya katika jina la Yesu. Nasema ninakuombea utukufu wa Bwana utatangazwa juu yako katika jina la Yesu Kristo, na utakwenda kukifanya kile ambacho kimekusudiwa. Unaona Isaya anasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ona mstari wa pili, kuna kitu anachokiongea sasa. Anasema maana giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, lakini kwa sababu ya huu utukufu, wewe hautakuwa kwenye kundi la dunia. Kwa unaona utukufu pia unakuandaa kwa ajili ya kitu kilichoko mbele yako ambacho kingeweza kusimama kama kipingamizi. Na ndio maana tunataka kwanza twende na utukufu, kwa sababu skills tunazo, lakini skills hazizuii giza. Uzoefu tunao, lakini uzoefu hauzuii giza. Nguvu tunayo, lakini nguvu haizuii nini? Giza. Na ndiyo maana pamoja na uzoefu wetu, pamoja na nguvu yetu, pamoja na chochote tulicho nacho, lakini bado kinacho tu launch out ni nini? Ni utukufu wa Bwana, kwa sababu kimsingi huko unakoenda kuna giza liko mbele. Lakini anasema maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika makabila ya watu, lakini Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Ninataka nitabiri leo juu ya maisha ya mtu, tukiwa tunamaliza maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa tunamaliza haya maombi, ninakuombea neema ya Bwana itakupa kufanikiwa kinyume na giza katika jina la Yesu. Lolote ambalo Bwana atakupa kulishika, Roho Mtakatifu atakupa kwenda kinyume na matarajio ya giza katika jina la Yesu, kwa sababu utukufu wa Bwana uko juu yako. Kama unakubali sema amen. Now, that is not my touch, ni kufundisha. Sasa eneo hilo nilitaka tu nikuonyeshe hapo, litakalo kusaidia kujua utukufu unafanya kitu gani. Lakini eneo la pili sasa nalotaka nikae kidogo, utukufu wa Bwana, kitu cha pili unafanya, ambapo hapa ndio moyo wangu upo leo, nataka unishike. Unaamuru malango kufunguka. Utukufu wa Bwana ukija juu ya maisha ya mtu, kitu cha pili unafanya, unaamuru malango kufunguka.
Na hapa sasa ndio tunarudi kwenye kile kitabu cha Zaburi, mahali ambapo tumesoma sura ya 24 kuanzia mstari wa 7. Utaona kuna kitu anakitamka pale, anaandika, anasema inueni vichwa vyenu enyi malango. Anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Alafu anasema ni nani mfalme wa utukufu? Ndiye Bwana mwenye nguvu, hodari wa vita. Na utaona mahali popote anapoanza kutaja malango lazima vita iwe attributed na hicho kitu. Nataka unishike. Alafu anasema tena eneo jingine mstari unaofuata anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, naam inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Anauliza tena, ni nani mfalme wa utukufu? Ni Bwana wa majeshi, ndiye mfalme. Sasa ukisoma kuna kitu nachotamani nianze kufundisha kutokea kwenye haya maandiko. Zaburi hii ni zaburi ambayo inaandikwa na Daudi. Zaburi hii ni zaburi ambayo ilikuwa inaimbwa wakati ambapo sanduku la agano la Mungu lilipokuwa linaingia hekaluni. Na wote tunaelewa ya kwamba sanduku la agano la Bwana lilipokuwepo duniani lilikuwa linamaanisha kitu, lilikuwa linawakilisha uwepo wa Bwana, na climax ya uwepo wa Bwana ni utukufu wa Bwana kudhihirika. Na ndio maana tunaona hata kipindi ambapo Suleiman anazindua hekalu, Biblia inasema walipotoa sadaka utukufu wa Bwana ukatanda kiasi kwamba makuhani wakashindwa kuhudumu. Kwa nini walishindwa kuhudumu? Kwa sababu climax ya uwepo wa Bwana ilikuwa ni utukufu wa Bwana. Sasa unaona wakati sanduku hili linaingia, nimekwambia literal meaning ya maandiko haya, utakuja kugundua alikuwa anaongea na malango, alafu anasema hivi, inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kupita. Na utakuja kugundua statement ambayo Daudi anaitumia anapoongea na malango. Haongei statement ya kuomba, haongei statement ya kutoa maoni, anaongea statement ya kijeshi. Kwa hiyo maana yake anayaamrisha malango yafanye kwa sababu ya kile alichokibeba. Yaani whether mko tayari kufunguka ama hamko tayari kufunguka, lakini kwa sababu niko na mfalme wa utukufu, inueni. Yoke mstari wa 7, inueni vichwa vyenu enyi malango. Anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, alafu anasema inukeni enyi malango ya milele. Mimi ninapenda watu wa Biblia wanavyofanya mambo, wanaongea na vitu visivyoongea. Wewe utaanza kureason sasa, unaambia malango sawa, kaa nayo. Wewe unadhani ni mlango ule? Anasema hivi, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Na hapa anapoongea kwa habari ya malango ya milele, anaongea kwa habari ya Yerusalemu. Lakini nitaenda mbali zaidi, nitakuonyesha mambo mengine, utaona. Anasema mfalme wa utukufu apate kuingia. Kumbuka, anayejisemea si mfalme wa utukufu, anayesema ni aliyembeba mfalme wa utukufu. Ambapo hapa nimekwambia ni wakati ambapo sanduku la agano linaingia, na Daudi anajua, kwa sababu Daudi yeye ndiye aliyefanikiwa kulirudisha sanduku la agano kwenye nchi yake. Na mnajua sanduku la agano mambo liko linafanya. Kuna kipindi kuna watu walichanganyikiwa wakaliiba. Waliona lina dhahabu wakadhani ule ni urembo. Wakalifanyaje? Wakapita nalo, wakaliiba, wakalipeleka kwenye hekalu lenye mungu wa herufi kubwa anaitwa, wa herufi ndogo anaitwa Dagon. Yaani what a shame. Unaanza kujiuliza, yaani hili sanduku la agano linawakilisha uwepo wa Mungu. Ndiyo. Na hili sanduku la agano, kuna mtu wa agano wakati linarudi aliwahi kulishika, walilipandisha kwenye ng'ombe, wakafanya kinyume na protokali na nini, wakati wanaenda likateleza, alafu mtu wa agano akalidaka. Yaani kumbuka, lilikuwa lina sanduku la agano, sisi tunaliona kama sanduku, lakini wao walikuwa wanamuona Mungu kupitia sanduku. Kwa hiyo wakati linataka kudondoka, kuna mtu anaitwa Uzia akalidaka. Yaani Uzia anamdaka Mungu.
Unajua, ukisoma Biblia haraka haraka huwezi kuelewa kwa nini mtu ambaye anadaka ndio afe. Yaani kwa sababu gani? Utasema alikuwa na nia nzuri moyoni mwake, alikuwa anataka lisipasuke, lidondoke. Mungu huwa ana tabia ya kujitetea mwenyewe. Sasa Uzia anainuka, analidaka pale pale, anakufa. Na ile ikawa ni njia ya Mungu kumwambia Daudi ya kwamba unachokifanya ni kitu sahihi, lakini njia uliyotumia sio njia sahihi. Biblia inasema ikabidi ile sanduku likatunzwe kwa mtu kabisa ambaye naye sio wa agano, anaitwa Edomu. Akawekewa ile sanduku. Lilipofika nyumbani kwa Edomu, Edomu alikuwa akilima hapati mazao, ila lilipoingia, kuna mahindi yanaota mpaka kwenye njia. Sio kama unanielewa. Lilipoingia, kwa sababu gani? Ni mfalme wa utukufu ameingia, na chochote mfalme wa utukufu akiingia kinajua kinatakiwa kuinuka. Kwa hiyo vilivyokuwa haviinuki vikaanza kufanyaje? Vikaanza kuinuka. Na Biblia inasema Edomu akatajirika, akafanikiwa sana. Kwa sababu ya nini? Ya lile sanduku la agano. Kwa hiyo utakuja kugundua lile sanduku la agano likamfanikisha mpaka wakina Daudi wakawa wanaangalia. Daudi akawa anaangalia, huyu mambo anafanikiwa, lakini anafanikiwa kwa chombo yetu, yeye anafanikiwa kwa kitu chetu. Haya, inatokea baada ya muda, tunafahamu hiyo story, that is not my message. Likaenda likafanikisha hilo hilo ambalo kuna mtu aligusa akafa, hilo hilo ambalo kuna mtu aliligusa likamuua. Wanakuja watu wa miungu mingine wasiomjua Mungu, wanaliiba na hawafi. Hapa sasa ndio tukae tuongee kidogo. Wanalifanyaje? Wanaliiba. Alafu yani wanaliiba, yani linatoka lilipokuwa, wanaliiba, wanalipandisha kwenye gari, wanakimbiza, hawapati ajali, hawapati pancha, hawapati nini. Wewe unasemaga atakayegusa maisha yangu die by fire. Ngoja nikwambie, sio kila wakati wana die by fire. Kuna wakati Mungu anawasustain by thunder, by force. Yani kuna wakati Mungu wa thunder, wa force hayupo. Kwa hiyo Mungu anawaacha wamuibe, waondoke naye, wampakie kwenye gari la sanamu, akaenda kuingia kwenye nyumba isiyo ya Mungu yeye, nyumba ya sanamu, alafu akaenda kuwekwa chini ya Mungu ambaye ni sanamu. Alafu wakati huko kote wametoka naye, ametulia kimya. Kwa sababu gani? Alitaka akakutane na huyo anayemwita Mungu. I want to meet you personally. Kwa hiyo uwepo wa Mungu, sanduku lilipoingia, ukisoma hayo maandiko utayaona kule, unaweza kawekea hiyo, utaona lilipofika wakaliweka kwa Dagoni. Dagoni akiwa amesimama, wakiwa na maanisha, yani huyu yuko chini, huyu yuko juu. Wakaenda kulala, wameamka asubuhi. Biblia inasema hata walipoamka, Samueli wa kwanza sura 5 mstari wa 4, kesho yake asubuhi, kumbe. Neno la kulishika ni nini? Ni kumbe. Hiyo kumbe ni kwa sababu hawakutegemea walichokikuta. Kumbe Dagoni alikuwa ameanguka chini, na hajaanguka chini tu, ameanguka chini kifudifudi. Na neno la kulishika kifudifudi maana yake sanamu imejua. Sanamu. Kumbuka huyo Dagoni hajawahi kusikia, hajawahi kufanya kitu, lakini ule uwepo wa Mungu, utukufu, doksa. Na pengine wakati huo ilikuwa ni kabod, ilikuwa bado haijafunuliwa. Dagoni akajua kuna kitu sio cha kawaida ni sanamu. Neno la kulishika ni nini? Ni sanamu. Likajua hapana, kuna kitu kisicho cha kawaida. Kwa hiyo sanamu likasujudu. Na ndio maana unaona, kwa sababu ni sanamu, halifanyi kwa hiari, ndio wanaandika hapa likaanguka kifudifudi. Lakini sisi tunajua kuanguka kifudifudi ni kufanyaje? Ni kusujudu. Mfalme wa utukufu amekaa, sanamu limeanguka, wakajua ni bahati mbaya. Biblia inasema limeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. So to tell you, kama lingeanguka kwa bahati mbaya upepo, lingeweza kuangukia pembeni, kushoto, kulia, ama lingeangukia sanduku lenyewe.
nishike, kuna mahali naenda. Ama lingeangukia nini? Sanduku lenyewe. Lakini limeanguka kifudifudi mbele, yani maana yake kama ambavyo mfalme huwa yuko pale, na lenyewe limeenda limeanguka kifudifudi pale, wakadhani ni upepo ulikuwa mkali sana. Biblia inasema mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vyake vyote vya miwili vikakatika na kulazwa vingiti. Dagoni likasalia kiwiliwili chake tu. Hapa ilikuwa ni mara ya pili. Mara ya kwanza lilianguka wakaliinua. Mara ya pili, ukirudi mistari ya juu labda, anasema Wafilisti, na walioiba tena sio tu watu wa kawaida, ni wanani? Wafilisti. Unaelewa Wafilisti? Yaani wakina Goliati na ndugu zao ndio wameiba. Wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na nani? Na Dagoni. Mstari unaofuata, na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni alikuwa ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakalitwaa Dagoni, wakasimamisha tena mahali pake, kwa sababu wao kwenye akili zao walidhani ya kwamba huu ni upepo. Waliposimamisha tena wakalirudisha pale. Ndio mstari wa 4 sasa anatuonyesha, hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni alikuwa ameanguka chini kifudifudi. Kumbuka, anaanguka kama alivyoanguka jana. This is not a coincidence. Sio kitu cha hivi hivi. Anaanguka kama alivyoanguka jana. Alafu sasa this time Biblia inasema hivi, anasema na kichwa chake Dagoni na vitanga vyote viwili vya mikono yake vikakatikwa na kulazwa kizingiti. Dagoni akasalia kiwiliwili chake tu. Now here is the point. Hichi ndicho ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Alitaka aende akafanye vita na miungu mahali ambapo alikuwa hajajulikana yeye ni nani. Wamemsikia lakini hawajamjua. This is the reason why kuna wakati ni kama you are defeated. Mungu, kama ni wewe, mbona umeniruhusu mimi niende mpaka kama ni wewe, ndio yeye, na ndio ameruhusu uende kule kule. Anajua kabisa kuna Dagoni, lakini yeye anaishi na Dagoni. Issue tu amekutumia wewe kama point of contact. Now sasa hapa nilichokuonyesha, hivi ndivyo ambavyo tu sanduku la mfano halipumui, halina chochote, lilivyokuwa lina nguvu. Kwa mfano tu. Sasa guess what? Tunapofika huku mbele, sisi baada ya Kristo kuja, sisi miili yetu ndio hekalu la Roho Mtakatifu, na sanduku la Bwana huwa linakaa ndani ya hekalu. So to say, mioyoni mwetu sisi tuna ile sanduku la Bwana ambalo sio lile, ambalo ni uwepo wa Bwana tunaotembea nao, ambao huu una nguvu kuliko kile cha kuchongesha. Ndiyo sababu sasa watu wote si mnaelewa ya kwamba wakati Nebukadneza, asante Roho Mtakatifu, imefunguka wakati Nebukadneza anakwenda kuvamia Yerusalemu, alipobomoa hekalu, kitu hawakukikuta ni sanduku. Ninyi mnaosomaga Danieli na yule mfalme Belishaza alipoenda akanyoya pombe vyombo vya hekaluni, unafikiri alivitoa wapi? Alivitoa kule. Wakati wanavunja hekalu, wakaona dhahabu, kikombe kizuri, wakachukua. Kitu pekee hawakukiona ni sanduku. Na mpaka leo wana arkeolojia wanaulizana, sanduku la Bwana liko wapi? Na ndio kuna watu wanazusha liko Ethiopia. Wanasema wanajua walifukia liko wapi? Haliko Ethiopia, haliko wapi? Nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Utakuja kugundua lile sanduku hakuna mtu anayerekodiwa kulichukua. Ni kama lilipotea kwenye mazingira tata. Lakini kitu ambacho tunakuja kuona kwa ufunuo, siku Daudi anafanikiwa kulirudisha sanduku la Bwana kwenye nchi yake, alicheza sana. Na alipocheza sana kwa habari ya lile sanduku, ilikuwa ni furaha yake ya kuupokea uwepo wa Bwana. Lakini sasa lile sanduku linakuja kutokea wapi? Linakuja kutokea kwenye tumbo la Mariamu. Wewe endelea kuchimba, niko pale, utaniita mchungaji.
linakuja, unaona. Basi Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote, na Daudi alikuwa amevaa na ivera ya kitani. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi Daudi na nyumba yake yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti kuu ya tarumbeta. Mstari unaofuata twenda. Ikawa sanduku la Bwana lipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza. Sasa utakuja kugundua Mariamu pia alipopata mimba, kitu cha kwanza alienda kule mlimani kule kwa mji wa Daudi kwenda kuonana na Elizabeti. Twende taratibu. Alipoendana kuonana na Elizabeti, Biblia inasema mtoto aliyekuwa ndani ya Elizabeti alirukaruka kwa furaha kama ambavyo Daudi alicheza kwa furaha. Kumbuka ni location ile, matukio tofauti, lakini ukiangalia ndani kwa ufunuo yanafanana, yanaendana. Biblia inasema ukienda kule kwenye Luka, alipofika pale, kile kitoto kikaanza kucheza ndani yake, kwa sababu kimeona kile kilichotokea. Na kimeona nini? Kimeona sanduku, utukufu ule wa Bwana uliokuwa kwa sababu kikubwa hakikuwa ni lile sanduku, kikubwa hakikuwa ni lile dude, kikubwa ilikuwa ni manifestation ya kile. Sasa Eliza amebeba mimba ya Yohana akiwa bado ni kijusi, yuko ndani. Anasema Luka 1:41, ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kiliruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu bila kuambiwa. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Kwa sababu gani? Utukufu wa Bwana umemzukia. So to tell you, kile kilichokuwa mfano hakikuhitaji kuendelea kuwepo, kwa sababu mwenyewe amekuja. Niliwafundisha hapa, anasema ikiwa kile tunachokitarajia kimetokea, then taraja halina maana tena. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiria mpaka tuone watu wabebe, na wengine wakabeba wakakutwa na majanga. Lakini wakati hekalu linavunjwa, ikaonekana ni kama limepotea. Kumbuka Yesu mwenyewe anasema hivi, nitalivunja ili hekalu kwa siku 3, kama ambavyo walilivunja lile. Walipopotea wakadhani nimeiba. Na Yesu anapokufa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, watu walikuwa najua ndio mwisho, utukufu umeisha. Kumbe anaenda kutokea kwa mlango mwingine, aje kivingine na kwa namna nyingine. Alafu sasa Elizabeti, ndio Biblia inasema akajazwa na Roho Mtakatifu. Twende mstari unaofuata, Mungu wangu twende mstari unaofuata haraka. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Haya maneno anayakumbuka, haya maneno ndio aliyoyasema malaika. Elizabeti hakuwepo siku malaika anasema, lakini anasema kwa msukumo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Yani Elizabeti akaingia kwenye frequency ile aliyokuwepo malaika. Kaya na mashata, ninakuombea katika jina la Yesu, unaingia kwenye frequency ya kuyawaza mawazo ya Mungu kama anavyoyawaza yeye. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Nasema unaingia kuyawaza mawazo ya Mungu kama anavyoyawaza yeye, katika jina la Yesu. Chochote mbingu inataka kwa ajili yako utakifanya, utakitaka na kitafanikiwa kwa jina la Yesu. Anasema umebarikiwa, umebarikiwa. Mstari wa 43 anasema kitu gani? Limetokaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Elizabeth amejuaje? Kumbuka hayo maneno anayasema akiwa under influence ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Elizabeth na Mariamu ni ndugu. Wewe una ujauzito, mimi na ujauzito. Najuaje hicho kilichotokea? Ni Roho Mtakatifu.
Mtakatifu. Anasema nijilie mimi. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Hichi kitoto kichanga, kwa sababu ni ukoo ule ule, ni mambo ya familia. Daudi alipoliona sanduku la Bwana aliruka kwa shangwe. Kitoto kichanga kimeona, kipo katika roho, kimeona katika roho, kimeshangilia. Kwa hiyo hili sanduku hatutaliona tena katika mwili, lakini tutaliona katika roho. Kwa hiyo watu watachimba, wakilipata niko ofisini. Sasa hili sanduku linakuja kama ambavyo liliibiwa ili tulipate huku baada ya kuvunjwa kwa hekalu, ndivyo ambavyo Yesu anasema katika unabii wake, nitalivunja hekalu hili, alafu baada ya siku 3 nitalijenga upya. Watu wa dini walivyosikia wakaenda kwa wakuu wa makuhani. Alisema hivi, unajua hata kilichomfanya Yesu akasulubiwa kimsingi ni kauli ya kuvunja hekalu, kwa sababu alikuwa anatafuta huyu tumnamsulubu na nini, hawapati. Ndio kuna mtu mmoja akakumbuka, Biblia inasema akiwa kwa kuhani mkuu akalopoka, akasema alisema atalivunja hekalu na ndani ya siku 3 atalijenga tena. Ndio kuhani akainuka akasema, mnahitaji nini tena mpewe ushahidi ili huyu mtu tumweke? Hii ni kufuru. Watu wakaanza kufuru, kufuru, kufuru. I hate religions. Ninachukia dini. Dini ina roho ya uchawi ndani yake. Ninampenda Yesu. Ni kikao hichi, kikao baraza la wazee, mashemasi, waangalizi hawa, maaskofu wamekaa hapa, wanasema tulimsikia sisi akisema, mimi nitalivunja hekalu hili nililolifanya kwa mikono, na kwa siku 3 nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Ona mstari unaofuata, Biblia inasema wala hata hivyo ushuhuda huo haukupatana. Walikuwa wanatafuta shuhuda za watu wawili, lakini baadaye tu kuhani mkuu akaamua kusimama, mmesikia nyinyi wenyewe, kufuru, 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 ndio kufuru, kufuru. Wakaamua amekufuru. Wakaenda kule kwa Pilato. Pilato anasema, lakini mbona hajabomoa bado? Mimi sioni bado kosa la kumshtaki. Kuna mtu mwingine akaja na idea, akasema alijiita yeye ni mfalme. Aliposikia mfalme akajua tayari hiyo ni treason, uhaini. Sio kama mnanielewa? Ni treason hiyo, kama amejiita mfalme. Aliposikia hilo neno, bado Pilato ni kama akawa anakwepa kwepa. Kuna mtu akamwambia, kama wewe ni rafiki kweli wa mfalme, utamshughulikia mtu huyu. Sasa aliposikia kama wewe kweli ni rafiki wa mfalme, ndio akaenda akaomba maji, akasema, jamani, mimi damu ya huyu mtu sitadaiwa, kwa sababu mmesema hivyo, basi mwendeni. Akafika tena akatafuta nafasi. Jamani, leo ni sikukuu, na kwenye sikukuu tunatoaga mwizi mmoja, basi kama vipi huyu tumsamee, tumtoe kati ya huyu. Akasema si tunamtaka Baraba, yule mwizi kabisa, huyu aende. Wakati wao wanadhani wanamexecute, kumbe wanatimiza unabii. Ninakutafuta kwenye Zaburi pale, bado ninakutafuta kwenye Zaburi. Si tunaingiaje kwenye ule unabii wa Zaburi? Ndio ninachokitafuta hapa. Wanadhani kwamba wanaenda kumharibu, kumbe wanatimiza unabii. Biblia inasema alipofika pale msalabani, alipoenda kweli, lile hekalu likafanyaje? Likavunjwa, akauawa. Alipouawa, anaenda saa 6 inatokea, Mungu anajitenga naye kwa muda, alafu anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Anakata roho. Akikata roho, wakati si tunadhani amekata roho, amekufa, amenyamaza, mnarudisha macho, mnamwekea pamba, kumbe yeye yuko mahali kwingine, anapiga ishu nyingine. Ndio anasema akashuka pande za chini. Akashuka pande za wapi? Za chini. Akaenda akafanya show aliyoifanya. Alafu ndio siku anarudi, nawaambia wanafunzi wake, mamlaka yote sasa nimepewa mimi mbinguni na duniani. Na ukirudi sasa kwenye Yohana 17, Yesu anaomba, anasema hivi, Baba, utukufu ule ulionipa mimi nimewapa wao. Subiri hapa.
17:22, nami utukufu ule ulionipa mimi nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Kwa hiyo maana yake tunajua hapa Yesu alikuwa anaongea kwa habari ya future, kwa sababu hapa bado hawajafa, ila kwa sababu nimeshafanya, nasubiri tu saa itimie. Na ndio maana kuna wakati Yesu anasema saa imefika Baba, mtukuze mwanao, ila nimeshafanyaje? Nimeshawapa. Ndio maana mahali pengine Yesu anasema saa inakuja, nayo sasa ipo. Maana yake yani inakuja kwa sababu tu muda hujafika, lakini hiyo saa ndio mimi, na sina mfano, yani sina tu mpango wa kuahirisha. Kwa hiyo ujue inakuja, lakini ipo. Nipo, nakuja, nipo, inakuja, ipo. Sio nawachanganya, sio mnanielewa? Sasa unaona, nirudishe tu pale 17:22, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Sasa Yesu anakaa na wanafunzi mahali pengine, anawaambia hivi, yanipasa mimi niondoke ili kuna kitu kitokee. Kwa sababu agano, sanduku la agano lilipokuwepo, lilikuwa lina uwezo kuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja, na ndio maana likiibiwa utukufu unahama. Yani ni la Israeli, lakini likiibiwa limeenda kwa kina Edomu, utukufu unahamia huko, unahama huku, unaenda huko, kwa sababu hili halipo mahali pote, haliwezi mambo yote, halijui kwa protokol ya wakati huo. Sasa Yesu anaposema yanipasa mimi niende ili mpokee ile ahadi, kwa sababu anajua kwa njia ya Roho Mtakatifu ndipo ambapo ule utukufu wa Baba aliyompa atauambukiza ndani yenu. So to say, Yesu anapopaa anaondoka, alafu anawaambia wanafunzi wake msiondoke, kwamba kakaeni mpaka mtakapopokea ahadi kutoka kwa Baba. Alikuwa anawataka kwanza wasiinuke, maana inuka uangaze inatanguliwa na utukufu wako umekujia. Sasa Yesu anasema ninyi mnataka kuangaza, lakini bado hamna mandate, subirini mkae hapa. Na ndio maana Biblia inasema walipokuwa wamekaa mahali pamoja, ghafla ukaja upepo uendao kwa kasi, ukaijaza ile nyumba waliokuwa wamekaa, alafu ghafla zikatokea kama ndimi za moto, zikakaa juu ya kila mmoja. Kumbuka utukufu, Roho Mtakatifu pia anakuwa displayed kwa utukufu kama moto. Mungu ni moto ulao, kwa hiyo anatokea pale, zikakaa ikiwa ni ishara ya kuyawaapisha. Biblia inasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena lugha mpya. Fuatilia toka Matendo ya Mitume sura ya 2 ilivyotokea Roho Mtakatifu ameingia ndani yao, wamepokea utukufu. Hawakusubiri kesho, kwa sababu kinachokufanya uinuke kimekuja. Kwa nini niendelee kukaa chini? Kinachonifanya nianzishe haya maono kipo juu yangu. Why should I sit down? Anasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Na ndio maana utaona hapa walipoanza kutamka, Biblia inasema wale watu wakasema wamelewa. Waliposema wamelewa, Petro akiwa katika hali ya utukufu akasema hichi ndio nilichokuwa nakisubiri siku yoyote, saa ndio leo, utukufu ninao tayari. Akasimama pamoja na wale, na ndio kwa mara ya kwanza, ona utukufu unachokifanya. Mtu aliyekimbia na kumkana Yesu mara 3 anahubiri wanaokoka watu 3000. Maana yake utukufu unakuja na double for your trouble baby. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Yaani Petro aliambiwa simjui mtu huyu mara ya kwanza, simjui mtu huyu mara ya pili, simjui mtu huyu. Siku utukufu ulipoingia, alipoinuka, alipiga kwa kila mara moja aliyokana. Mara moja niliyosema simjui, akipiga namjua mara moja 1000, namjua mara ya pili 1000, namjua mara ya 3 1000, kwa utukufu uliopokea kwa jina la Yesu. Double for your trouble in the name of Jesus. Nasema katika mwaka huu ninatabiri, Bwana anakupaka mafuta ya kurejesha yote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nyosha mikono, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, kwa neno hili, kwa utukufu huu, ninapokea neema ya kufanya ajabu. Pe Yesu makofi katika jina la Yesu. Kwa unaona, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Inaanza kutokea kwa Petro. Petro alikuwaga anampenda sana Yesu. Si aliwahi kumwambia Yesu, mimi nitakufa na wewe, yani mimi niko pamoja na wewe. Alikuwa anataka kuinuka kabla ya utukufu, na tunajua alijaribu kujiinua kabla ya utukufu. Na ni kitu gani kilichotokea? Giza lilipotokea,
akazaingia nalo kwenye giza. Sema na wewe tulikuona ukiwa naye, anasema hakika mimi simjui mtu huyu. Anasema lakini hata unavyoongea wewe ni kama yeye. Anasema hapana, mmenifanisha. Labda tuseme tunatokea tu uko mmoja, lakini mimi simjui. Anaondoka kwambia na hata kutembea kwako. Alafu baadaye Yesu akahakikisha wameonana, na akahakikisha amesikia sauti ya jogoo. Na sijui yule jogoo yani yule jogoo, unajua yule jogoo ni jogoo kimkakati, sema haleluya. Yani yule jogoo ndio aliumbwa kwa ajili, yani wewe, yani toka wewe utawika siku ambayo Petro atafanyaje, atanika. Kwa yule jogoo inawezekana alikuwa anaisubiri hiyo siku ya kuwika kwa hamu. Hicho kiwiko, nani ananielewa? Aseme haleluya. Nafikiri alikuwa jogoo wa kawaida huyu, kwamba itokea tu jogoo yote. Huyu jogoo ilibidi atunzwe, kwa sababu yupo kwenye unabii, huyu ana assignment. Nani ananielewa? Aseme haleluya. Kama assignment inaweza ikatunza jogoo, oh my God, assignment yako itakutunza zaidi katika jina la Yesu. Nasema mwaka huu utatunzwa zaidi na Bwana kwa jina la Yesu. Nasema mwaka huu utatunzwa zaidi na Bwana kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, nimebeba unabii kwenye maisha yangu. Mwambie mwingine, nimebeba assignment kwenye maisha yangu. Sitakufa, nitaishi, niyasimulie matendo makubwa ya Bwana. Mimi nipo. Sema I am here to stay, mpaka kitu cha Bwana kikamilike. Mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. So twende taratibu. Unaona jogoo anawika, Yesu anahakikisha mimi na Petro tumeonana hivi. Alafu na yule jogoo inokana aliwika kwa sauti. Yani ningekuwa ni mimi kwanza yani nijipange kwamba ile siku tulioingojea imewadia, ndio hii hapa. Petro ndani anaanza kulia, nisamehe. Kwa nini? Aliinuka wakati nuru haijamjilia. Kwa sababu kumbuka, lengo la kuinuka ni ili uangaze. Hauwezi kuangaza kama nuru haijakujilia. Na kinachokulinda ni utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana bado akataka kuinuka. Lakini this time around baada ya roho kuja, anasema nasubiri nini? Utukufu ninao, assignment ninayo, muda ndio haya. Akamwambia sikilizeni, hatujalewa, sikilizeni. Huyu Yesu mnayemsulubisha yeye ndio mliyemkamata. Amesahau hata yeye alimkana. Mlimkamata mkamuua, ninyi na baba zenu mmefanya nini? Watu 3000. Matendo ya Mitume sura ya 3. Utukufu umeshaingia. Petro anaingia kwenye hekalu lile aliyoingia for the past 40 years. Hakuwahi kuwa na kitu cha kufanya. Kiwete yule aliyekaa mahali pale miaka 40. Kwa sababu gani? Hawakuwa na cha kufanya. Nasema hivi, wewe yule, kazi ile, Dodoma ile, Tanzania ile, utumishi ule, lakini tofauti ya sasa na wakati uliopita, sasa ninacho kitu katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Anasema na mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku mlangoni pa hekalu uitao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao hekaluni. Mstari unaofuata anasema na mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Maana yake kuingia hekaluni Petro hajaanza leo, amekuwa akiingia. Na huyo amesema amewekwa pale na watu kila siku. Maana yake sio siku ya kwanza kumuona Petro, ila siku nyingine Petro alikuwa na kitu cha kuangaza. Sio kama unanielewa? Lakini mimi nasema akiona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Mstari unaofuata na Petro akamkazia macho. Yaani unajua, ukiwa na uhakika na ulichokibeba, haukwepeshi macho. Sasa hizi ni strategies za kiroho. Uko unasalimiana na mtu, muangalie hivi usoni, ndio unaendelea, hata kama ni bosi. Kazia macho pamoja na Yohana, akasema tutazame sisi. Unaelewa? Yesu anasema na utukufu ule ulionipa nimewapa wao.
Kumbuka, Mungu alishasema huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, msikilizeni yeye. Lakini yeye ameshaondoka, ameacha roho ndani yao. Kwa hiyo sasa hivi wanaosikilizwa ndio maana Petro anasema tutazame sisi. Hivi unaelewa huyo Petro angekuwa Pastor Fred? Sio kama unanielewa? Anasema tutazame sisi. Mstari unaofuata anasemaje? Akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwa. Matarajio ilikuwa ni sawa, ila hakutarajia kitu sahihi. Ila angalau alikuwa na matarajio. Alikuwa anatarajia hela, lakini kumbe leo wamekuja kuharibu biashara yake. Kwamba tuwezi kuendelea kugawana sadaka. Yaani ukikaa mlangoni na kuna namna kama ndio unavyotuangalia sisi ndio unavyoangalia watu wengine. Ndio maana hatupati mchango wa ujenzi. Na ananielewa kwa sababu mtu akija na 10,000 kama unamtazama hivyo, maana yake itabidi atoe chenchi hapa, aache 5,000 si tupate ndani 5,000, lakini leo ni mwisho wako. Petro akasema, mstari wa 6 twende, anasema kitu gani? Lakini Petro akasema, mimi sina fedha, hicho unachokitaka sina, wala dhahabu sina, lakini kwa maana yake ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Maana yake Petro tayari anajua, nilikuwa sina nuru, lakini sasa hivi kuna kitu ninacho. Muangalie jirani yako, mwambie kuna kitu ninacho. Anasema, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Wakagundua hana mpango wa kusimama, lakini kwa sababu Roho Bwana akiwa yuko juu yako unafanya uonavyo vyema. Biblia inasema wakafanyaje? Akamshika mikono, akamuinua. Yaani leo utapona, unataka au taki, leo unapona. Akamuinua, mara nyayo na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Ni hivi, hicho ambacho Mungu amekisema kwenye maisha yako, kilichoko mbele yako, kinataka hakitaki, sio kwa habari ya chenyewe kinasikia nini. Watu kule nje sio kama mnanielewa, sio kwa habari ya chenyewe kinasikia nini. Ni kwa habari ya wewe unataka nini. Anasema akamuinua, akamshika, alafu mara vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mstari unaofuata, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akaruka. Watu wa Mungu, sikizeni niwaambieni, Mungu amenipa neema ya kuona. Mungu amenipa neema ya kuona viwete wakitembea. Mungu amenipa neema kwenye huduma yangu ya kuwaombea wawili na wakainuka, lakini hawakimbiagi. Huwa hawakimbii. Nakumbuka mara ya kwanza namwombea mama amepooza miaka 12, hakukimbia. Alianza kutembea hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mpaka nikatoa ushauri, jamani muendeleeni kukaa naye, si muujiza ni endelevu. Kwa hiyo mara zote Mungu alizonipa neema ya kuona, nilikuwa ninaona hatua za muujiza. Lakini kwa sababu hapa tuna dharura, muujiza huu umekuja na vitu viwili, umekuja na uponyaji na mazoezi. Yaani tunafidia na siku za kufanya mazoezi. Kwa sababu unaelewa, watu wa Mungu, mimi nimewahi kukaa kwa mwezi mmoja tu bila kutembea. Na hata nilipopona, niliporudi kuanza kutembea, nilikuwa sio kwamba naumwa, ila kuna wakati natembea kama nachechemea, kwa sababu akili imesha register. Sasa imagine mtu aliyekaa hivyo miaka 40, alafu zoezi la kwanza anasimama upesi kwanza, alafu anaanza kwenda, anaingia ndani ya hekalu pamoja nao, alafu akienda, alafu anaona haitoshi, anaona hawatumii nafasi yao vizuri, anaanza kurukaruka na kumsifu Mungu. Hivyo ndivyo inatokea kwako katika jina la Yesu. Katika mwaka huu, chochote kinachohitaji kuinuka hakitainuka kwa spidi ya kawaida, kitainuka katika jina la Yesu. Kikienda, mpe Yesu makofi. Glory be to God. Kachi. So, ni nini kinachotokea kwa Petro hakuweza kukifanya jana? Inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Sasa Zaburi
Si kama mnanielewa? Nirudishe kwenye Zaburi niliyosoma. So what we see here, tunachokiona ni kitu hichi, kwamba anaposema inueni malango yenu, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Nimesha kuonyesha muktadha wake, jinsi ambavyo ulikuwa unaendelea, unaonekana jana, jinsi ambavyo ulikuwa unafanya kazi. So unaona kinachotokea anaposema hicho kitu, inueni vichwa vyenu enyi malango. Nimekwambia hiyo ni nini? Ni amri. Lakini hiyo amri inatoka kwa sababu pia tunataka kujua kama malango kwa mamlaka ya nani? Who are you saying so? Yani we ni nani unayetuinua sisi, na pengine huo sio msimu wetu wa kuinuka au kufunguka, hatujaamua. Alafu anasema mfalme wa utukufu apate kuingia. Unauliza ni nani? Mstari unaofuata, nani amekaa hapo? Twende haraka. Ni nani mfalme wa utukufu? Alafu anasema ni Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Anaangalia mstari, inueni vinywa vyenu enyi malango, naam inueni malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Sasa hii nimekwambia ni wimbo ambao watu wanaingia hekaluni wakiwa na sanduku, lakini sasa wewe ndio hekalu na ndani yako una sanduku. So kwenye muktadha wa sasa unaweza kuyaambia malango ya mwaka huu, inueni vichwa vyenu enyi malango ya 2026. Naam, inueni enyi malango ya 2026, mfalme wa utukufu apate kuingia. Wakati unasema hivyo, anayeingia ni wewe, ila tu umembeba mfalme wa utukufu ndani yako. So unaweza kuyaambia malango ya biashara, inueni vichwa vyenu enyi na anaposema hasemi tu fungukeni, malango fungukeni. No, inueni vichwa. Yani maana yake pay attention, kaeni kijeshi. Yani hamtakiwi tu kufunguka, mnatakiwa pia kupay respect, kwa sababu ninachoenda kukifanya hapa, watu wachache wananielewa. Sio kama unanielewa Na nimesha kuonyesha sasa, sisi ndio tumebeba hilo. Mfalme wa utukufu tumembeba, tuko naye ndani yetu. Sasa ngoja nikuonyeshe malango ni nini. Nirudi kwenye notes. Kama unanielewa niambie amen. Malango, jambo la kwanza, malango. Tunaposema malango, najua haya masomo kuna namna yanafundishwa tofauti, lakini ruhusu nikufundishe kwa kile ambacho Mungu amenipa neema ya kufundisha leo. Malango ni mahali pa ruhusa ama makatazo. Jambo la kwanza, tunapoongea kwa habari ya malango, ni mahali pa ruhusa. It is the point of access and denial. Ni eneo la ruhusa linalomruhusu mtu kuingia ama linalomkataza kuingia. Na ni vizuri ukaelewa hili. Tunapoongea kwa habari ya malango kwenye ulimwengu wa roho, tunaongea kwa kitu nyeti sana zaidi ya kitu kinachofunguka na kufunga kama pale ulipoingilia. Manake tunaongelea point of access ama point of denial. Tunaongelea eneo la ruhusa ama eneo la makatazo. Sasa utaona kuna kitu ambacho kitakusaidia, ndio nikufundisha mbali zaidi nikienda huko. Lakini jambo la pili, malango kitu gani? Kwa hiyo jambo la kwanza nimekwambia, malango ni pahali pa ruhusa ama makatazo, mahali ambapo mtu anaweza kuingia ama akazuiliwa. Lakini jambo la pili, malango ni kitu gani? Malango ni itifaki ya kiroho. Malango ni itifaki ya kiroho. Ni itifaki ya kiroho. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 4 mpaka wa 8, nataka niende haraka, kuna mahali nataka nifike. Yohana 14 mstari wa 4 mpaka wa 8. Yesu anawaambia wanafunzi wake hivi, anasema nami niendako mwaijua njia. Alafu Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako. Yani sio tu njia. Aise, Tomaso ni mwamba sana. Unajua na mimi ndo nimeiona leo. Yesu anasema niendako mwaijua njia. Anasema sisi sio njia. Unakoenda tu kwenyewe hatujui. Sembuse njia. Lakini wakina Petro walikuwa wamekaa tu kama kawaida, ndio kama wanajua kweli anakoenda. Angeuliza wapi? Angesema si unaenda Nazareti. Ona, sisi hatujui endako, nasi tunaijuaje njia? Yesu anasema hivi, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na nini na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tulia hapo. Mtu haji kwa Baba. Yesu anachosema, protocol ya kumfikia Baba ni mimi. Yani we fundishwa vyovyote unavyofundishwa, bila Yesu humjui Baba. Na ndio maana kila kitu unachokifanya unakifanya kwa jina la Yesu. Yesu akasema mkiomba ombeni kwa jina langu, kwa sababu protocol ya kiroho ya kufika kwa Baba ni mimi.
Kwa hiyo ni ama mimi ama mimi. Twende, bado hujaona kitu. Anasema mstari unaofuata, anasema kitu gani? Kama mngalijua mimi, mngalimjua Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Maana Yesu anachosema, kama mmeniona mimi, mmeshamwona Baba. Chaneni na Baba, mfocus kwa mimi. Kwenye ulimwengu wa roho, watoto wa Mungu, niangalieni. Kuna kanuni nimewahi kufundisha hapa, hii kanuni itakusaidia sana. Usitake kuvuka kwenda kwa watu usiowajua, wakati kuna Mungu amekuletea watu unaowajua ambao bado haujawaheshimu na hawajaacha mafuta juu yako. Mungu sio wa hivyo. Ajua mimi level zangu ni TD Jakes. Mtu wa Mungu, kabla TD Jakes hajawa level zako, Dr. Margaret, level zako ni mimi. Sio kama unanielewa. Mimi hii ufunuo Roho Mtakatifu alinipaga. Mimi kuna wahubiri na wapenda sana. Mmoja kati ya mababa wa injili wa imani, mababa wa imani, wa neno la imani, mtu anayefundisha imani kwenye hii dunia, sio Afrika, kwenye hii dunia, alikuwa ni mzee Kenneth Hagin. Ukisikia imani, yani imani, yani hii imani hii tulionayo, imani ambayo sasa nyingine mpaka nataka kuzima tafu namna hii, imani. Yani mtu ambaye ana hiyo imani ni Kenneth Hagin. Sasa Kenneth Hagin, mimi kila nikimsikiliza nilikuwa simuelewi. Umewahi kujitahidi kumwelewa mtu na umwelewe? Lakini moyoni mwangu nilikuwa nashawishika na yakubali mafundisho yake, ila nikimsikiliza naona kama yuko too deep, naishia kusinzia. Kitu nilichokifanya, nikatafuta nani anayemwelewa Kenneth Hagin. Nikampata Bishop Doug Mills Hayward na Bishop David Olanyi Oyedepo. Nikasema kuanzia sasa namsikiliza Doug na namsikiliza Oyedepo. Siku moja baada ya kumsikiliza Doug sana, siku Doug akawa anahubiri, akasema mimi nilikuwa nasikiliza tape back then za Kenneth Hagin, na niliposikiza tape za Kenneth Hagin, kuna siku nilikuwa nimelala, nilisikia kuna kitu kimetoka kwenye tape, kimeingia tumboni mwangu. Hicho kitu kikaniambia, from today you will teach, na watu watakusikiliza. Watu wa Mungu, niliposikiliza ule ushuhuda, mimi pia nimewahi kumsikiliza Doug, mpaka kilichomtokea yeye kwa Kenneth kimenitokea mimi. Nikajifunza kwamba kumbe katika ulimwengu wa roho kuna kanuni inaitwa kanuni ya nguvu, the principle of plugging into power, kanuni ya kujiunganisha katika nguvu. Mahali ambapo wewe hauwezi kuufikia umeme mkubwa, unaletewa extension cable. Ukiichomeka ile cable kwenye extension, faida ile ile ya umeme mkubwa ndio unayoipata ulipo. Kinachotokea kwenye moto ule ule mkubwa ndio kinakukuta kwenye extension, kama tu umeiheshimu na kuipa value ile. Ndio ninachokufundisha hicho. Sio lazima wote, kuna msururu. Anasema nanilia Paulo anamwambia Timotheo, nifuate mimi kama mnavyomfuata Kristo. Maana yake watu wa Timotheo wanamfuata Timotheo kama Timotheo alivyomfuata Paulo. As long as wote wanamwelekea nani? Kristo. Kutokea hapo nikaachana kabisa na mimi napokeaga impartation hapa. Mimi sio lazima niende sijui wapi Ghana, niende wapi. Kuna mhubiri mwingine very prominent anaitwa Bishop Dominic Yeo. Nilikuwa natamani kuonana naye, lakini kwa level za Dominic Yeo nikawa naona mpaka nikaonana naye itakuwa ni miaka mingi sana. Ila nikaja kugundua huyo ndio anaye mentor baba yangu kwa kiroho. Kuna siku nilienda kwa baba nikapiga magoti, lakini sikumwambia, ila ile mikono aliyokuwa ananiwekea wakati anasema nambariki, mimi nasema Dominic Yeo, Dominic. Ninachofanya nini? Nina connect kwenye plug. Yaani kama mimi niliona kitu kwa Dominic nimeshindwa kumfikia, na Dominic akaweka mikono kwa baba yangu Dr. Huruma, na yeye ameweka mikono juu yangu, so the same power, same stream, same anointing imekuja. Kwa hiyo hapa mimi na mikono ya Dominic Yeo kupitia Dr. Huruma mkono. Nimepokea mikono ya nani? Ya Dominic Yeo.
Na yeye kama alipewa na Yabonke mimi nina wewe, uwezi ukaelewa mpaka uende kwenye Mathayo, kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu sura ya 1 anapoanza kushuka na family tree, uwezi ukanielewa. Akamzaa sijui Isaka, Yakobo, Ruthi, Boazi. Kule mwisho anatokea Yesu, ndio niko mimi huko. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Hichi kichwa kina mikono ya hatari sana. Ngoja niwaambieni watu wa Mungu, kwa unyenyekevu mbele ya Bwana, mafuta ya kukufanya ufanikio ninayo. Mafuta ya kukufanya uwe mshindi juu ya dhambi ninayo. Mafuta ya kukufanya uwe mkorofi unapokutana na vitu vikorofi ninayo. Mafuta ya kukufanya uwe mwanadiplomasia inapohitajika diplomasia ninayo. Mafuta ya kukufanya upenye pasipopenyeka ninayo, na ninayaachilia leo. Pokea kwa jina la Yesu. Nasema pokea kwa jina la Yesu. Nasema pokea hayo mafuta kwa jina la Yesu. Ile mikono iliyowekwa juu yangu na wazee wangu katika imani, ninaiachilia kwako kwa jina la Yesu. Na ndio maana you should be very careful na some of us. Hatujai hivyo kwenye mwili, lakini kuna upako wa kizee sana kwa sababu ya hii kanuni ya power. Haya, nilikuwa nimekuonyesha tu kanuni ya power. Asante Roho Mtakatifu. Turudi hapa. Hey, tangu sasa mnamjua tena, mmemwona. Mstari wa 8, 1 2 3, kila mmoja soma. Anasema kitu gani? Tuonyeshe Baba, yatutosha. Naona Filipo pia akili yake anataka kuruka hii kanuni. Yaani anataka mruke Yesu. Kuna muumeme hapa. Yaani anataka kwenda kwenye transformer. Yaani wewe kama hauna inventor, yaani kama si kama unanielewa, yaani kama hauna inventor, ile ndio inaitwa hivyo. Converter. Yes, converter. Msiniangalie hivyo katika jina la Yesu. Converter, yaani unajua sio kila mtumishi wote amuelewa. Sio, kuna watu wengine ni umeme mkubwa. Wanahitaji watu wenye converter. Yaani mtu anaenda pale ana process kwanza. Wewe kuna madarasa, kuna baraza, kuna vitu nikiongea naona kabisa watu wameshapotea. Nabii nianze kuwapepea. Kwa sababu najua hii inahitaji converter. Huu ni umeme mkubwa sana. Kwa hiyo uende kwenye umeme mkubwa ukapigishe short kifaa chako, mtumishi wa Mungu, wakati kuna extension imekuja hapa tayari imesha connect hapa. Ndio Yesu anachomwambia nani? Filipo. Wajua mimi nataka kuwa mfanya biashara mkubwa. Ngoja nikwambie, kuna mtu amekuzidi. Wewe una duka moja, yeye anayo matatu. Huyo ndio extension ya. Ukimweza huyo ndio nenda kaanze kuongea na wajua mimi na ndoto na nataka siku moja nikutane na kutana na mimi kwanza. Device yako ikiweza kuenda huu moto, tunajua tena kuna moto mwingi. Sio kama unanielewa? Sio, unajua mimi na kitu cha kiuongozi ndani yangu, akitaka nikutane na rais wapi. Yaani kuna mtu katika kila unachokifanya, kuna mtu yuko mbele yako, huwa ni connection. Sasa wengi wetu hatuheshimu, sijui kwa nini Roho Mtakatifu ameniacha hapa. Wengi wetu huwa hatuheshimu hii, huwa tunataka turuke. Yaani mimi na hapana, haiendi hivyo. Filipo anaambiwa hapana. Yaani ukiniona mimi umemuona Baba. Asema hapana, wewe tuonyeshe tu Baba yatosha. Ndio huyu hapa sasa. Ona mstari unaofuata. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nami siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Haujui? Maana yake kama umeshindwa kutambua anointing iliyoko ndani yangu hata ya Baba, huwezi. Si ndio yule tajiri alipokufa alitaka aruke hiyo nalia. Amwambia Abrahamu mtume wa Lazaro aende duniani. Akamwambia wewe achana mambo. Huko duniani kuna moto tayari. Huu ni moto mkubwa. Nikimtuma huyu aliyekufa aende duniani, ataua pia wale. Hamuelewi. Ni hivi, alimwambia hivi, Bwana naomba, unajua kuna ndugu zangu kule, achovye tu aniletee. Akamwambia kati yetu si kuna shimo kwanza, jambo la kwanza. Anasema basi naomba, kuna ndugu zangu kule, mtume aende. Akamwambia Bwana, huko wako Musa na manabii. Alipokuwa anasema wako Musa na manabii, hakumaanisha Musa, alikuwa anamaanisha kuna vitabu vya sheria vya Torati na kuna vitabu vya manabii, Waamuzi, Kutoka. Wasipokuelewa kwenye hivyo, akienda huyu atawachanganya kabisa. Sasa Lazaro atoke amefufuka, ameenda kwa kusema nimetumwa nije kuambia wase michezo. Sio kama unanielewa? Kwa maana yake hapa tu anatuonyesha tu hapo, yani wasipoelewa kwenye vile vitabu. Yani Mungu anachosema chochote kina mwanadamu anayeelewa ataelewea pale. Asipoelewa pale, hata akienda huyu hataelewa.
anamwambia Filipo, okay, turudi kule. Anamwambia nimekuwa pamoja nanyi siku zote, wewe usinijue. Filipo, anayeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuoneshe Baba? Hii ndio kanuni ilivyo hapa. Una plug wapi mtu wangu? Mimi ndio maana na mafuta yote haya mimi sijawahi kuwekewa mkono hata na huyo mmoja. Naonaga tu picha zao woga na waangalia. Ila kuna mahali niliplug ambao kuna mtu aliplug. Mimi hata nikienda naenda kuiji tu, kuangalia majengo yamejengwaje, nipate hasira mia kwangu ya kujenga. Kuangalia tu ashazi wanakaaje, nikija hapa ni wachachafye, niangalie tu niangalie tu vitu kama hivyo, lakini najua mafuta ninayo tayari. Ndio maana nasema usiache kutumia karama iliyoko ndani yako ulioipokea kwa neno la unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Usizani wazee ni mvi. Inayoongelewa pale sio mvi. Kuna watu ni watoto wadogo lakini wameshiba neno la Bwana. Wana hilo eneo, wana uzee hilo eneo. Wanaweza wakatamka kitu na hicho kitu kikaa. Sio kama unaniona? Haya, unaona mstari unaofuata. Anasema husadiki ya kwamba mimi ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno ninayoambia mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. So Yesu anachotuonyesha hapa, kumbuka hapa Yesu anasema indirect ya kwamba I am the door. Yani hata kama una appointment na Baba, ili umuone Baba lazima upite hapa. Sasa ngoja kuonyeshe hapa alimzunguka tu kwa hekima, lakini kuna mahali pengine Yesu anaenda kabisa, anatamka. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 10. Utaona kuanzia mstari wa 7 Yesu anaongea tena. Sura ya 10 anafungua kodi nyingine. Yohana sura ya 10 kuanzia mstari wa 7 anasema, basi Yesu akawaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Basi Yesu akawaambia tena, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Alafu anasema kitu gani? Mstari unaofuata, wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Twende. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Kumbuka hilo neno, ataingia na kutoka. Nimekwambia malango ni point of access. Maana yake kuna vitu vya kimungu haupati usipomjua Yesu. Na ndio maana kuna namna watu wanamdogosha Yesu. Na ndio maana tofauti ya imani yetu sisi na imani nyingine yoyote ni katika uungu wa Yesu. Usijichanganye ukapokea mafundisho ya watu waliochanganyikiwa wakakuchanganya na wewe. Na haya mambo ukianza kuyatafsiri kwa akili ya 1 jumlisha 1 sawa na 2 ya 3 inaisha nini? Unaisha wewe. Maana ndio watu wanasuli, yani sasa itakuwaje Mungu tena amepata mtoto lini? Yani wewe, Mungu aliyesema iwe nuru na nuru ikawa, unawaza anapataje mtoto? Hapo nani ambaye hana akili? Unajua sometimes you think you are smart, lakini katika kudhani uko smart ndio unapozidi kuelekea katika ujinga wako. Sio, unanielewa? Anasema mimi ndimi mlango, yani mimi ndio mlango, yani mimi ndio mlango mimi. Kwa maana yake protokali yoyote yani ya kimbingu unataka sio nini, na ndio maana chochote unachokifanya lazima tukifanya kwa mlango. Yani ukipita otherwise umeruka, na ukiruka wewe ni wezi. Ndio maana pale anasema yote aliyotangulia ni mwizi. Yani maana yake akupitia kwangu mimi, huyo ni nani? Ni mwizi. Kwa hiyo yote anayehubiri injili ambayo haina Yesu ndani yake, huyo ni nani? Ni mwizi. Kwa sababu amepitia mlango gani? Anasema akiingia mtu kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Twende mstari wa 10, anasema kitu gani? Mwizi huja kuiba na kuua na kuharibu, lakini mimi nimekuja ili wawe na uzima kisha wanao tele. Nitaka uone hapo ya kwamba mlango ama malango ni protocol ya kiroho, ni itifaki ya kiroho. Yani kuna vitu haviwezi kuwa mpaka vimekuwa kitu fulani. Sasa aina za malango, merudi kwenye vipengele. Kuna mtu anasubiri hapo sasa namna ya kuingia kwenye malango, jinsi ya kuingia. So unaona, ukisoma Biblia utaona Biblia inapotaja malango. Na kumbuka kitu nachotaka nikiache kwako ni spiritual perspective kuliko physicality, si ndivyo? Kuliko mtazamo wa kifizikia. Hicho kitu nataka ukielewe. Kitu cha kwanza tunapoongea kwa habari ya malango, kuna malango ambayo ni malango yako. Aina ya malango ya kwanza ni ya kwako wewe, ambayo tunayasoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 60
mstari wa 11 pale anatufungulia kitu. Unaona kwenye Isaya sura 60 mstari wa 11 anasema hivi, na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Ili, kwa nini hayafungwi? Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Kwa hiyo kumbe malango yako ni point ya access ya watu kuingia, na hapa anasema watu kukuletea utajiri. Lakini pia usipokuwa mlinzi wa malango yako, pia ukiruhusu watu wasio sahihi waingie, kuna kitu kingine wao wanakileta. Na hapa nitakufundisha kidogo. Anasema hayatafungwa ili watu wakuletea utajiri wa mataifa, huku wakiongozana na wafalme wao. Kwa tunaona katika ulimwengu wa roho, mstari wa 12 tumalize, anasema kitu gani? 12, kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo yataharibiwa kabisa. Kwa hiyo inatuonyesha kwenye haya maandiko tunaona ni malango ya kwako binafsi, yani wewe. Nakumbuka kila mlango una mlinzi. In every gate there is a doorkeeper. Katika kila mlango kuna mlinzi wa mlango. Maana yake haya malango yako wewe, sasa wewe ndio mlinzi. Na hapa you have to be very sensitive kuelewa hichi kitu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, nataka nikuchape andiko jingine hapo nikusaidie. Utaona Yesu pia anatuonyesha jinsi ambavyo tuna nguvu ya kufanya maamuzi juu ya malango yetu yenyewe. 1, 2, 3, kila mmoja soma. Anasema kitu gani? Tazama nasimama mlangoni. Malango ni itifaki ya kiroho. Imagine Yesu mwenyewe akitaka kuja kwako, anapitia mlangoni. Kuna mahali nakupeleka mtumishi wa Mungu, na leo ndo nitakufundisha kwa nini wewe kuna vitu unaonaga kabisa umepata na hukuwahi kupata. 1, 2, 3, soma wote. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Na Yesu anatuonyesha kabisa hapa, huu mlango nao simama sio wa ukumbi, ni wa mtu. Kwa katika ulimwengu wa roho, Yesu anasema hivi kwenye tafsiri ya Pastor Fred version, hapo anasema tazama nimesimama kwenye point of access nabisha. Kumbuka tafsiri ya kwanza, malango ni sehemu ya ruhusa au makatazo, na ndio maana Yesu anabisha. Alafu anasema mtu akifanyaje? Akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Maana yake hata Yesu mwenyewe hakuvamii, anatumia mlango. Kuna mahali utanielewa, twende tu taratibu. Kwa umegundua wewe kuna vitu vingi sana uwaga unavitaka kuvifanya kwenye maisha yako, lakini hautumii mlango. Wewe ni mtu wa msisimko kama Musa. Musa alikuwa ana maono, lakini yale maono ya kupitia mlangoni. Na kuto kupita kwenye mlango, akapita dirishani, kulimkosti kuua mtu. Na alipoua mtu ikabidi afukuzwe, akakae mahali miaka 40 mpaka alipokutana na mlango. Akamwambia mimi nimekutuma. Akauliza wewe unaitwa nani? Akamwambia niko ambaye niko. Na kutokea siku Musa alipopitia mlangoni, alirudi kwa Farao yule yule akiwa mtata zaidi. Alishinda kwa sababu this time hakuruka dirisha. Twende taratibu. So andiko hili linatuonyesha ya kwamba hii ni protocol ya kiroho. Kuna point ukitaka access lazima upitie malango. Nitakuonyesha kwa nini sasa Daudi anaamuru. Nakumbuka hapa nimekufundisha kuna malango ya aina mbili, ya kwako na ya adui zako. Kwa hiyo kwa akili tu ya haraka unakujua kugundua ya adui zako, wakishakuwa adui hawakufungulii. Na hapo sasa ndio ubabe unapoingia. Ila sio ubabe tu wa hivyo ukiwa umembeba mfalme wa utukufu, kwa sababu yeye ndio ana enforce malango kufunguka. Kitu cha pili anatuonyesha hapa, anaposema tazama nabisha, anatuonyesha kule nimekwambia, naongelea kwa habari ya malango yako, si ndivyo? Kule nimekwambia anaposema malango yako yatakuwa wazi, hapa Yesu anasema nabisha, maana yake anatuonyesha we are responsible kutunza malango yetu. Kama Yesu anabisha ili tumfungulie, then hakuna kitu kinaweza kikaingia kwetu isipokuwa tumekifungulia. Nisaidie kumwambia jirani yako, unamwelewa mchungaji? Unamwelewa mchungaji? Ngoja leo nihubiri kwa watu wa hapa. Ni hivi, nachosema ni hivi, huzuni haiwezi kuingia ndani yako isipokuwa umeruhusu ingie.
Na ndio maana Yesu anasema hivi, linda sana moyo wako, maana yake malango yako ni moyo. Ukiona kila mtu ana uwezo wa kukuumiza, sio kwamba yeye ana nguvu, ila wewe umempa nguvu kwa kufungua mlango ndani yako awe na access ya kukuumiza. Na ndio maana you have to be very careful. Yaani kuna watu wengine wapuuze tu kama wapuuzi. Sio kama mnanielewa Wewe uwezekani kila habari inakutesa wewe, kila kitu kinakuuma wewe, kila kitu, yani no, kuna mlango umeuacha wazi. Ikiwa Yesu mwenyewe ili aje kwako anagonga, then nani ataingia bila kugonga isipokuwa umemruhusu mwenyewe? Kwa hiyo inatuonyesha ya kwamba sisi tunatakiwa kuwa walinzi wa malango yetu, kujua ni nini tunakiruhusu kiingie na nini hatukiruhusu kiingie. Na mmoja kati ya kitu ambacho utakifanya kwenye hii aina ya kwanza ya malango ni kumwomba Roho Mtakatifu akupe jicho la kuchuja, wa kufungulia na wa kuto kumfungulia, ya kuyaruhusu na ya kuto kuyaruhusu, ya kuyafanya yaje na ya kuto kuyafanya yaje. Yesu mwenyewe anagonga. Then huzuni ikitaka kuja kwangu lazima igonge, shaya daba. Then kushindwa ukitaka kuja kwangu lazima kugonge. Na kuna gongaje? Kuna kuja na wazo. Lile wazo ndio huwa linakuja kugonga. Namna unavyolipokea lile wazo ndio inaamua umefungua mlango ama umefunga mlango. Wewe unadhani una shida peke yako? Kila mtu hapa ameshawahi kufika kwenye shida akawaza au mimi nife. Okay, malaika hapa wapo. Wanadamu nani? Kwani hujawahi kupita kwenye kipindi unaona mimi niondoke tu basi? Wewe nikwambie, ile ilikuwa ni wazo la kifo linagonga. Kinachofanya watu wanaenda kukamilisha zoezi ni walipofungua mlango. Kwa sababu hapa Yesu anasema mtu akinifungulia mlango, anasema akisikia sauti yangu akafungua mlango, nitaingia kwake. Alafu akishaingia kwake, haishi kuingia, anakaa kwake, anakula pamoja naye pamoja. Kwa maana yake chochote kinachoingia, kuingia huwa ni hatua ya kwanza, lakini kukipa access pia ya kukaa ni hatua ya pili. Kukipa access ya kufellowship ni hatua ya pili. Na ndio maana ukiona unaweza kujiua, toka kwenye hicho chumba haraka katika jina la Yesu. Nawaza mimi naona kwa kweli mimi naona kama mwaka huu mwaka huu upi? Jiambie huu upi? Huu wa dox mimi. Toka kwenye hicho chumba chenye giza katika jina la Yesu Kristo. Maana pia hata atmosphere ya mahali ulipokaa huwa inaleta aina ya mawazo. Wewe kama mahali umefunika mapazia yote, wewe hapana, wewe sio mjusi. Kama mahali penye mwanga katika jina la Yesu Kristo, unafikiri utawaza ni kitu gani? Unaanza kuona kama kuna kitu kimepita hapa. Unaanza kupea attention, unaangalia unaenda nacho hivi, unasafiri nacho. Unaona kimepita na hapana, ni atmosphere uliokuwepo. Mimi nimesafiri sana kwa neema ya Bwana. Na katika utumishi wangu nimesafiri sana kwa safari za aina mbalimbali. Mimi nimelala kila mahali, kuanzia kwenye nyumba za watu, kuanzia kwenye hoteli. Nakumbuka nilienda mahali kuhubiri Kigoma, wakaniwa kwenu kule Kigoma. Wakaniwa kwenye hoteli 7,000, mtumishi wa Mungu. You see, nilipoingia kwenye ile hoteli, nilienda kuhubiri, lakini nilipofika, unaelewa hoteli 7,000? Unaelewa sio 70,000, 7,000. Yaani ile atmosphere tu ya pale unapokelewa inakwambia umeishi. Unaanza kuwaza vitu ambavyo havipo. Yaani umekaa hivi, ile feni jinsi ulivyoiwasha, kwa namna inavyotoa sauti, ni lazima ije na wazo. Sio kama kuna mtu ananielewa. Najaribu kukuonyesha namna gani hivi vitu vinagonga unanilia, vinapata access kwetu. Lazima ije na wazo kwamba hivi feni sasa ndio ianguke hapa usoni. Umelala hapo, mtu wa Mungu, ukiwa kwenye 5 star, hilo wazo ni nini kinakuangukia? Sio kama unanielewa. Unawaza nini kikuangukie? Yaani ukiwa utakuja kugundua mawazo yetu yanategemeana na mahali tulipo. Na ndio maana usijisurround na kila mtu. Mimi sio rafiki wa kila mtu. Na pengine nakuwa persecuted, wanasema watu mkorofi, na mimi niko tayari kuwa mkorofi. Kama wewe ndio definition ya mkorofi, mna mchungaji mkorofi. Kwa sababu kuna watu ukiwa nao, yani kuna namna lazima uwaze, unaanza kuwaza. Maana ile feni waga inaenda namna hii.
alafu na wakati unaanza kuona kabisa ikishuka, unaona unavyoenda hospitali, unaona. Lakini nenda mahali, kaa tu kwenye hoteli nzuri, unaona baridi inakuja inafanya, mawazo yako anaanza, ningekuwa na lidude hili nyumbani. Tayari umechelewa kule, unawaza kwangu. Pokea katika jina la Yesu. Nani ananielewa? Kule uliwaza kuangukiwa, huku unawaza kuhamishia. Ndio maana pokeeni neema ya safari mwaka huu katika jina la Yesu. Nasema mwaka huu pokea baraka ya safari katika jina la Yesu. Wewe unajua wakati mwingine fikra yako hujasafiri wewe. Unadhani dunia ndio iko hivyo, haiko hivyo. Wewe ndio uko hivyo katika jina la Yesu. Pokea baraka ya safari. Tembea tu, nenda mahali, pita, utakuja kugundua kumbe haya mambo ni kawaida tu kabisa. Yapo na yamekuwepo, yatakuwepo. Akili yako tokea pale inabadilika. Sasa hapo nakufundisha nini? Nakufundisha ni jinsi gani mawazo huwa yanagonga mlango. Na Biblia sinaongea pale kwa habari ya mwana mpotevu. Kilichomfanya arudi kwa baba yake, kilichomfanya aondoke ni mawazo. Na kilichomfanya arudi ni mawazo. Lakini alifungua nini? Mlango. Biblia inasema alipozingatia. Unajua, kuwaza kujidhuru ni jambo moja, lakini kuzingatia kujidhuru, kuwaza umekwisha ni jambo moja, lakini kuamini ni pale sasa ameingia, yamekaa na wewe. Unaanza kuvaa kivyo vyote, unaanza kutembea kivyo vyote, unaanza kutokuwa unajali kitu chochote, unaanza kuwa mtu yoyote. Baadaye unaanza kuongea peke yako, taratibu. Hata mimi wanaongea taratibu, baadaye unaanza kuongea kwa sauti. Sio kama unanielewe. Alafu baadaye ndio tunasema ana afya ya akili. Hapana, ana afya ya kiroho mwanangu Keni, ambayo imepelekea afya ya akili. Kwa sababu kuna kitu ameanza, anawaza. Mnampa dawa, kumbe ni pepo. Mnalipa dawa, mnampa dawa. Kwa sababu gani? Alifungua mlango wa mawazo. Na ndio maana ukijua kwamba wewe ni mlinzi wa malango yako mwenyewe, ndio unakuwa kama sisi. Sasa sisi tukoje? Sisi ni wale watu unatembea, alafu kuna kitu kinakwambia, ili jengo pastor ameanza kujenga, hili ni kubwa sana, msingi ammalize. Alafu unakuta tulikuwa tunaongea kitu kingine katikati yako, nimesema kwa jina la Yesu tuka. Ila wewe unasubiri ufike nyumbani, nikipata utulivu. Mawazo yanaenda na wewe mpaka unafika nyumbani. Mawazo yameshaongea na wewe, yameshakubaliana na wewe, mmeshapanga appointment ya kuonana, mmeshajua mtaonania wapi, na yameshakwambia ufanye nini, ufanye kipi. Na ndio maana kuna wengine tunatembeaga hivi, unakuta tu kawaida tu tunaongea, alafu unakuta tu nimekunja sura. Mama anakuambia shetani, usinizoe katika jina. Na kwa nini wewe uko hivyo? Kwa sababu you are surrounded na watu walio tayari athiriwa na hayo mawazo. Wakiongea wanayajaza kwako. Ndivyo ambavyo ofisini kwako umeharibiwa. Kwani wewe uliendaje kukopa? Pengine mtu wa mkopo yupo huku na anasema uliendaje kukopa? Ili tokeaje? Si ni stori za ofisini pale, ambapo unajua nanilia. Sio vibaya kukopa kama unacho cha kuingizia, na wewe ukasikia sio vibaya, na ndio maana ulikopa na haujui kwa nini ulifanyaje ulikopa. Why? Watu wote uliokuwa nao kwenye ofisi yako walikuwa wamekopa. Wewe peke yako ukaona hujafanyaje, haujakopa, ukaenda, na kwa bahati mbaya yale mawazo yakaingia. Unataka kununua kitu ukakopa, unataka kununua. Mwisho wa siku kilichotokea ndio umelala hapo ulipolala. Ilianza na nini? Na kufungua malango ya moyo wako ambayo yaligongwa hodi kwa njia ya nini? Ya mawazo. Nani ananielewa? Kwa njia ya mawazo. Kwa hiyo hapa nakuonyesha pia wewe unayo malango ambayo ni lazima uyalinde. Sema katika jina la Yesu. Shika kichwa, sema kwa jina la Yesu. Kila kisichofaa sitakiruhusu kuingia kwenye moyo wangu katika jina la Yesu. Nitakuwa mlinzi wa malango yangu mwenyewe. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama unanielewa. Now, Yesu wangu. Aina ya pili ya malango ya adui. Mnaniruhusu nimalize? Okay, malango ya adui.
malango ya adui zako, malango ya mahali, malango ya misimu. Ngoja niyaweke yote kwa pamoja, nitayashughulikia yote kwa pamoja. Malango ya adui, malango ya mahali, malango ya misimu na vitu vingine kama hivyo. Ukienda sasa kwenye Mwanzo sura ya 22 mstari wa 17, utaona ndio anachotuonyesha hapa. Anatuonyesha, anasema katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha. Mungu anaongea hapa na Ibrahimu mtumishi wake, nitakuzidisha na uzao wako kama nyota za mbinguni. Anasema kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki lango za adui zako. Maana yake pia maadui zako wana lango. Kuna mahali, kuna malango, kuna misimu ina malango. Na sasa hapa ndipo ambapo nataka nikufundishe, kwa sababu ikiwa haya malango sio ya kwako, maana yake hauna access na hayo malango, access yanayo mtu mwingine. Kwa hiyo kuzuia kwake ama kukubali kwake ndio kunakoamua kupenya kwako. Now that is the reason utakuja kugundua wewe una ahadi ya Mungu na unajua kabisa Mungu ameshafanya, lakini kuna kitu hakitokeagi kwa sababu kwenye mlango unaotakiwa kupitia kuna mtu ambaye si mtu wako ndiye ana access na huo mlango. Twende taratibu. Hivi unajua bosi wako yule ambaye hajaokoka anaweza akawa lango, kwa sababu haijalishi mimi naomba kiasi gani, mwisho wa siku nikishaomba, protokali inataka wakati unainuka kuna mtu asaini, na huyo anaye saini ndio aliyesimama kati yako wewe na muujiza. Muujiza unao, lakini kuna mtu kama yule ambaye sema sina mtu wa kunitia bilikani. Maana kila ninapotaka kwenda kuna mtu huwa unakuja mbele yangu, yaani kuna mtu huwa yuko mbele yako, kati yako wewe na muujiza. Sasa watu wengi kwa kuto kujua namna ya kudili na malango, huwa tunapokea tu zile ahadi, zawadi, lakini hatudili na watu ambao wameshika funguo za sisi kuingilia. Na ndio maana wewe kabisa unasema mimi tayari tokea mwaka jana na promotion, ila huu ni mwaka wa 3 unazunguka, kwa sababu kuna mlango. Kumbuka, malango kiroho ni point of access au point of denial. Maana yake kuna mtu amesimama amekataa, kwa sababu kimsingi hayuko malaika atakayeshuka kuja kusaini barua yako, ila yuko malaika anayeweza akaufanya mkono wa mtu. Yoshua sura ya 6, nikufundishe kidogo hapa. Unaona, anasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya Waisraeli. Sasa anatuonyesha Yeriko ni mji, lakini pia Yeriko ni mlango. Nitakuonyesha kwa nini Yeriko ni mlango kabisa, kwa sababu ya wala hapana mtu aliyetoka, wala hapana mtu aliyefanyaje, aliyeingia. So to tell you ya kwamba hili ni lango. Na hapa anatuonyesha huu mji ulikuwa umefungwa kabisa, sio kwa sababu ya mtu mwingine. Yaani hata kuna watu wengine walikuwa hawaingii, lakini aliyekuwa anakusudiwa ni wana wa Israeli. Sasa ili uelewe ili andiko, niache tu hapa, utarudi kitabu cha Yoshua sura ya 3, utakuja kugundua Yeriko ni wapi. Mungu anawaahidi wana Israeli wataingia Kaanani, na wanapovuka Yordani, kitu kingine walichokutana nacho mara tu baada ya kuvuka Yordani ni Yeriko. Yeriko ni nini? Yeriko kwanza ndipo sehemu ambapo ndio lango la mji la wao kuingia. Kumbuka, watu wengi wanadhaniaga Yeriko ni Yeriko, lakini Yeriko ni moja ya miji iliyoko Kanaani, ila ndio lango la mji. Sio kama unanielewa eh? Na ndio maana haukufungwa mji wowote. Geographically haukufungwa mji wowote, ilifungwa nini? Yeriko. Basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Alafu anatuonyesha huu Yeriko sio tu mji, ili ni lango. Anasema wala hapana mtu aliyetoka wala aliyeingia. Na hichi ndicho ambacho huwa kinatokea unapoona una ahadi ya Bwana na kuna vitu unashawishika kabisa, this is it and it is supposed to happen now, na hakitokei, maana yake hapo una deal na point of entrance. Na hiyo point of entrance inaweza kawa ni msimu, inaweza kawa mtu, inaweza kawa ni mahali.
Sasa hii na ndio maana hii kitu itakusaidia sana ukielewa, lakini ukielewa kwa usahihi. Kwa unaona hapa anatuonyesha, nakumbuka hapa wana wa Israeli wameshashinda vita zote, na mtihani mkubwa wa mwisho wamekutana nao ni mto Yordani ambao Bwana ameufanya. Wanafika hapa wanakutana na Yeriko. Sasa Yeriko tu sio Yeriko, sio mji kama mji, kwa sababu ndio mji wa kuingilia. Kwanza kuta zake sio kuta za kawaida, walinzi wake sio walinzi wa kawaida, na namna yake sio namna ya kawaida. Kwa hiyo kivyo vyote watu waliotoka jangwani hawajajiandaa na silaha, hawajajiandaa na vita, hawajajiandaa na vyote, hawana namna yoyote ya kupita Yeriko kwa silaha za mikono. Ndio utaelewa kwa nini Daudi anayaamuru malango yainue vichwa, hayaombi yafunguke. Kwa sababu malango yasiyo ya kwako hayaombwi, yanaamuliwa, na yanaamuliwa kutokana na kile ulichokibeba, unachokijua kilichoko ndani yako. Katika jina la Yesu, every door that is supposed to open for you, kila mlango unaotakiwa kufunguka kwa ajili yako kwenye mwaka huu, kwa jina la Yesu ukawe wazi mbele yako, kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila mlango unaotakiwa kufunguka kwenye maisha yangu katika mwaka huu, leo kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana ninauamuru funguka kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, mlango wowote wa kunipitisha upande wa pili unaotakiwa kufunguka kwenye maisha yangu kwa ufunuo huu wa neno la Bwana, kwa jina la Yesu, leo ninaamuru huo mlango ufunguke kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya utukufu. So unaona hapa, ili andiko linatuonyesha jambo muhimu, kwamba Yeriko tu, unaona, sio tu mji, lakini ni point of access and point of denial. Yani inaruhusu ama inakataza. Ni kweli ahadi ya Mungu wanayo, ni kweli neno la Bwana wanalo, lakini mbele yao kuna Yeriko. Anasema wala hakuna aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Kwa hiyo Yeriko, natamani pia usione tu kama mlango au kama mji, ni mfumo mwingine wa Kibabiloni ambao kazi yake ni kuzuia watoto wa Mungu. Kwa sababu hapa hajasema huu mlango ulikuwa umefungwa kwa ajili ya maadui. Amekuwa very specific. Yeriko imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Wewe kama mtoto wa Mungu lazima uelewe ya kwamba kuna milango haifungagi kwa kila mtu, inafungaga kwa watu fulani. Na kwa nini inafunga kwa ajili ya hao watu? Inajua hao watu wakipita ni kitu gani, hasara gani wataipata, na huyo mtu ni wewe, katika jina la Yesu. Twende mstari wa pili tumalize. Anasema kitu gani? Anasema Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Anakuonyesha sasa hapo ya kwamba Mungu akitaka kukupa mji hakupi mji tu, anakupa na mashujaa wa mji, anakupa na wafalme wa mji. Mungu ili akupe mji, anakupa aina ya kanisa kama la Destiny. Kwa maana hii kila mtu yumo, kwa sababu hao ndio mashujaa wa mji. Mashujaa wa mji katika Ufunuo sio mabaunsa, ni watu walioishika miji kwenye positions mbalimbali tofauti. Na ndio maana Mungu akitaka kukupa mji pia hata wewe anakupa watu wa namna hiyo. Una daktari, una mwanasiasa, una kiongozi, una mhasibu, una askari, una mbunge, una nani, yani kila eneo. Kwa sababu kila eneo, yani kwa kuwa na mtu unakuwa na sauti inaweza kupenya kwenye eneo husika. Watu wa Mungu, eleweni. Niwaambia hapo, wakati bunge la mwaka jana linafunga, Mungu alinipa neema mimi ndio kwenda kuhubiri kwenye ile. And spiritually, mimi watu wengine waliona ni mwaliko. Spiritually mimi nilikuwa najua. Kwa mimi sikwenda kuhubiri.
nilikwenda kuchukua mji. Sio kama mnanielewa. Yaani nilipoingia, nilikuwa na nena kwa lugha kutokea mlangoni. Yaani nilipofika naangalia pale ndani, watu wananiambia sasa una dakika zako sijui nusu saa ubiri. Mimi moyo nasema hata dakika 3. As long as niliposimama pale, I blessed my nation. I spoke well of my nation. Then unajua hauwezi kufanikiwa kwenye nchi usiyoipenda. Hauwezi kufanikiwa kwenye mji usiyoupenda. Nikaanza kutamka. Wakati mimi natamka kule, kuna wakati ukiona mimi nimeomba, nimeachia maiki, nimepiga magoti, kuna vitu sitaki usikie. Kwa nikapiga magoti, nikaanza kuomba, Baba, katika jina la Yesu, Dodoma ninaichukua. Dodoma ninaichukua. Dodoma kama hapa ndipo makao makuu na ndipo sheria za nchi zinatokea, katika jina la mamlaka la Yesu ninachukua. Na mnakumbuka kuna kipindi Mungu akatupa maelekezo ya kwenda kuzunguka roundabout zote zilizoko mjini hapa. Watu wengine wakaona ni ujizi. Mtu wa Mungu, ndio hivyo ambavyo tumetofautiana. You are too polite for your pastor. It doesn't take all of that. It takes more than that. Ulimwengu wa roho umeshafanya mambo mengi sana, wewe kukaa tu kusubiri kama ipo. Ndio mwaka wa 16 unasubiri kama ipo. Haipo. Lazima uitengeneze iwepo. Ukilazimisha kitu kitembee kama Petro, simama. Kiinuke upesi. Sio kama unanielewa. Ndio nasema hivi, tazama nimekutia Yeriko katika mkono wako. Wewe Mungu akiutia mji mkononi mwako, anakupa hivi vitu vitatu. Jambo la kwanza, wafalme wake. Jambo la pili, mashujaa wake. Pokea mashujaa wa mji katika jina la Yesu. Nasema pokea mashujaa wa mji katika jina la Yesu. Pokea mashujaa wa nchi katika jina la Yesu. Pokea wafalme katika jina la Yesu. Mwaka huu Bwana akupe wafalme na mashujaa wake kwa jina la Yesu. Bwana akupe Tanzania, akupe mashujaa wake, akupe wafalme wake kwa jina la Yesu. Nasema mwaka huu Bwana akupe Dodoma, akupe mashujaa wake, akupe na wafalme wake kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo biashara Bwana akupe washujaa wake, akupe na wafalme wake kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo kazi Bwana akupe mashujaa wake, akupe na wafalme wake kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninapokea kwa imani mji, mashujaa wake na wafalme wake. Mji, mashujaa wake na wafalme wake. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. That is how you take cities. That is how we conquer cities. Ulizeni udada atawaambia mimi mara ngapi nilikuwa naamka usiku Dodoma. Kuna wakati tulienda mlimani. Tunasimama tunaita, wa mashariki njoo, wa magharibi njoo, wa kaskazini njoo katika jina la Yesu, wa kusini njoo katika jina. Ndio unaona umekuja na ujue umekujaje. Nimekwambia kitu ili ujue things do not just happen. Unajua pale wanafundisha vizuri. Kuna mahali kwingi wanafundisha vizuri. Hapa wanaamuru. Maisha ni zaidi ya uwezo ulionao wa kufanya vitu vizuri. Maisha ni uwezo wa kuamrisha vitu na vikawa. Siwezi kufundisha. Hiyo inaweza ikawa sehemu. Praise and worship ni nzuri, asante Yesu. Labda maongozi ni mazuri, asante Yesu. Lakini kikubwa tulikuita. Sasa kama tulikuita umekuja na wewe ni shahidi, wewe ulivyo mbishi. Na wewe sasa ita. Yaani maana yake kama wewe ulikuja na kingine kinawezekana kuja. Ndio nachokwambia kwa jina la Yesu. Yes, I know. Tachi nikufundisha. Moja kati ya kitu ninajua, Mungu amenipa kanisa zuri la watu very smart. Ngoja nikwambie, watu mimi nawachunga hawa sio watu wa kuwadanganya. Huyu kama Mwokozi anayetunga maneno, maono kama Pastor Billy alivyosema. Yaani I know. Mimi kama mchungaji I am very smart kujua ya kwamba nikiangalia sura zenu, hizi sio sura za kudanganywa. Mimi watu wa kudanganywa na mimi nishahubiri sana, najua. Najuaga ukienda mahali ukiangalia watu mara ya kwanza unajua tu hawa hata nikiwaambia mambo ya maana hawataelewa. Inabidi waseme sio hapa. I know, I am very smart. Kitu Mungu amenipa mimi ni akili. Najua nikiwaangalia jua hapa hapana, uwaeletee tu njoo.
njoo, haya leta hapa nikuchovye kwenye kisima. Hapana. Hapa tunafungua. Ndio maana hapa naongea na nini jeans namna. Ili wewe udigest kwamba jeans, hii jeans mbona haina jeans? Ukiona unanibishia na kuchapa andiko la kwanza, ukibisha tena na kuchapa la pili, ndio unaona umeinuka unasema najua tayari. I know. Najua. Na namshukuru Mungu amenipendelea. Najua aina ya kanisa Mungu alioni. Mpe Yesu makofi kwa ajili yako mwenyewe. I know. Hizi watu tu unaoita njoo, wewe 10 sogea mbele, wewe 20 sogea. Hawa. Wewe. Turudi kwenye mashujaa wake. Kwa ndio maana ninajua. Why? Ndio maana ninajua nina mashujaa. Sasa mashujaa sio watu wa hivi. Mstari wa 3 anasema kitu gani sasa? Mstari wa 3. Okay. Rudi mstari wa 2, niko sijamaliza. Anasema tazama Bwana nimekupa na mashujaa wake. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Nanyi mtamzunguka mji huu, wapiganaji wote, mkiuzunguka mji mara moja. Fanyeni hivi kwa siku 6. Mstari unaofuata twende haraka. Na makuhani 7 watachukua baragumu za sifa za pembe za kondoo dume, watatangulia mbele ya hilo sanduku. Nilikuwa natafuta hili neno. So unaona bado kwenye kudili na mlango kuna kitu ambacho ndio huwa kinadili na mlango na sio unachodili nacho wewe. Na ndio maana hapa Mungu anajua haya ni malango kwa sababu ni ya maadui zenu, sio ya kwenu. Haya hauombi access. Haya ufanye nini? Haya kuna namna yanaamrishwa. Ndio anawaambia sasa watatangulia mbele za hilo sanduku, na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga baragumu zao. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Kisha itakuwa watakazopiga hizo pembe za kondoo dume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia mlio wa baragumu, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu wataupanda, kila mtu ataendelea mbele kuukabili. Watu wa Mungu, does this make any sense? Kitu inakataa. Mtumishi wa Mungu, huu ni ukuta. Na nilikuwa nafanya calculation za ukuta wa Yeriko, mtumishi wa Mungu. Ndio nikagundua kwa nini hata wakiolojia walikuwa nakataa ukuta hujawahi kuwepo. Kwa sababu ya dimensions zake. Nakumbuka ule ukuta ambao alitengeneza Nebukadneza uliokuwa magari ya kivita yanapishana mawili juu ya ukuta. It's the same to Jericho. Alafu huu Mungu anajua. Kwa mfano huu ukuta unauvunja na nini? Ukuta ambao umejengwa kwa miaka, wewe unauvunja na silaha gani? Nakumbuka huko njiani unaenda, vinginevyo kama walivyokaa miaka 400 utumwani, miaka 400 utumwani, wangekaa miaka 400 wanataka kuvunja ukuta kuingia. Kwa Mungu akajua kuna malango hayafunguki kwa nguvu. Shida yako wewe huwa unadili malango kwa nguvu. Lakini kitu ambacho anakiongea hapa, anatuonyesha hivi, anatuonyesha ya kwamba kitu unachokitaka kitafungua malango haya ni uwepo wangu. Kwa hiyo ninyi mnachokifanya, makuhani watangulie, pigeni hizo tarumbeta. Kwa nini mnapiga tarumbeta? Nataka tu ile namna ya atmosphere ibadilishwe ili uwepo wangu uweze kukaa, na uwepo wangu ukikaa, niacheni nifanye nilichofanya kwa Dagoni. Sasa namaliza. Ndio unaelewa kwa nini Daudi anasema inueni vichwa vyenu enyi malango ili mfalme wa utukufu apite. Kwa sababu gani? Utukufu wa Mungu unapokuja unalazimisha malango kufunguka. Sasa from this point umeshajua malango yanaweza kuwa ni mtu, malango yanaweza kuwa ni mahali, malango yanaweza kuwa ni kitu, ama malango yanaweza kuwa ni kitu kingine ambacho nimekitaja katika hayo mambo. Kwa hiyo unapoona hakifunguki, silaha ya kufungua huo mlango ni kuapply uwepo wa Bwana. And guess what? Umetoka kwenye siku 35 za kuogelea uwepo wa Bwana. So sasa hivi unayo mandate ya kuambia mlango wowote funguka, na huo mlango ukafunguka. Na sasa leo ninakutuma, kila mlango ulioko mbele yako, nenda kauambie funguka. Simama kwa miguu yako, alafu mpe Yesu makofi. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.